matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Waliula. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: maandamano makubwa yashuhudiwa mjini Tehran nchini Iran na maeneo mengine nchini humo, waandamanaji wakilalamikia kuanguka kwa sarafu ya taifa hilo na kudorora kwa uchumi. Abdalla Bakari Sijambo ajizolea umaarufu katika kazi yake ya kondakta mjini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa kutumia ucheshi kwa vutia abiria. Bonjo gari bonjo. Kipindi naanza kwanza nilianza kawaida. Nikaona ngoja niwe tofauti na makondakta wengine. Cha kwanza, pia anapopanda gari langu anajipatia na zawadi ya pipi au babish. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia michuano ya AFCON. Timu zipi zitafaulu katika hatua ya robo finali? Misri wana kibarua kigumu sana kuweza kuzuia safu ya ushambuliaji ya Ivory Coast. Manake wale wameonekana ya kwamba wanataka kutetea ubingwa wao kwa vyovyote vile. Na jinsi ambavyo wanacheza unapata ya kwamba they are a free scoring team. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za dunia naye Victor Kenani. Karibu Kenani. Shukran. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amezungumzia kifo cha Renee Nicole Goode ambaye aliuawa kwa kupiga risasi kwenye gari lake juzi Jumatano na afisa uhamiaji. Lakini bwana Vance amesema alikuwa mwathirika wa itikadi za mrengo wa kushoto na lazima awe amechanganyikiwa kidogo. Hapo awali, gavana wa Minnesota Tim Walz alisema watu walioko madarakani akiwemo bwana Vance, Donald Trump na waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem tayari walikuwa wamemhukumu Bi Goode. Aliwashtumu kwa kushiriki habari ambazo hakika zilikuwa za uongo na kwa kutoa maoni kuhusu tabia na matendo yake. Kuna ripoti za mapigano kati ya vikosi vya usalama vya Iran na waandamanaji katika miji kote nchini humo, ukiwemo mji mkuu Tehran na mji wa pili kwa ukubwa wa Mashhad. Video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha maelfu ya watu wakiandamana barabarani kuelekea wilaya za kati. Katika picha hizo, waandamanaji wanasikika wakitoa wito wa kupinduliwa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Ilikuwa ni siku ya 12 mfululizo ya machafuko ambayo yamechochewa na hasira kuhusu kuanguka kwa sarafu ya Iran na kuenea kwa zaidi ya miji na vijiji 100 katika majimbo yote 31 ya Iran, kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Hili ndilo tukio kubwa zaidi dhidi ya viongozi wa kidini tangu mwaka 2009, wakati mamilioni ya watu walipoandamana dhidi ya madai ya ufisadi katika uchaguzi wa urais. Na katika karipio la nadra kwa Rais Donald Trump, bunge la Seneti la Marekani limekubali kupigia kura azimio ambalo litamhitaji kutafuta kibali cha bunge la Congress kwa operesheni zozote za kijeshi za siku zijazo nchini Venezuela. Wanachama wa Republican 5 walipiga kura ya kuunga mkono azimio hilo pamoja na wabunge wa Democrat. Bwana Trump amesema maseneta wa chama cha Republican waliopiga kura ya kumunga mkono wamehujumu usalama wa taifa na hawafai kuchaguliwa tena. Azimio hilo lilihitaji kuungwa mkono na theluthi 2 ya bunge la Congress, jambo ambalo wachambuzi wanasema haliwezekani ili kuepuka kura ya turufu ya rais. Na hatimaye mmoja wa watoto pacha wachanga wa mwandishi wa vitabu wa Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie amefariki dunia, familia yake imethibitisha. Taarifa rasmi ya familia imesema mvulana Nkanu Namdi mwenye umri wa miaka 21 ambaye mwandishi huyo alizaa na mmewe Daktari Ivara Esege alifariki siku ya Jumatano baada ya kuugua kwa muda mfupi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Victor Kenani. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo ya Amka na BBC yanasikia kupitia Abud FM, CGFM na Classic FM. Kenya ni County FM na Pamoja FM. Kule Uganda yasikia kupitia Busoga, Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Paitha, na kule DRC ni Radio Muungano Beni. Pia yapo kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Karibu. Mimi ni Belden Waliula.
Waandamanaji nchini Iran wamezidi kuongeza shinikizo dhidi ya uongozi wa kidini wa taifa hilo kwa maandamano makubwa zaidi kuwahi kutokea na mikutano ya hadhara ambayo yamedumu kwa wiki mbili sasa. Mamlaka za taifa hilo zimelazimika kukata huduma ya mitandao huku idadi ya vifo kutokana na makabiliano ya vikosi vya usalama wanaowatawanya waandamanaji ikiwa haijulikani. Harakati hiyo ilianza kwa kufungwa kwa soko la Tehran tarehe 28 mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya sarafu ya rial kuporomoka hadi viwango vya chini kabisa kwa kushuhudiwa, na imeenea kote nchini sasa na inaambatana na maandamano makubwa zaidi yakiwemo yale ya mji mkuu Tehran. Zaidi na Victor Kinani. Maandamano hayo yameipa wasiwasi mamlaka chini ya Ayatollah Ali Khamenei ambayo tayari inakabiliana na mgogoro wa kiuchumi baada ya miaka ya vikwazo na wakijaribu kupona kutokana na vita vya mwezi Juni dhidi ya Israel. Rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake siku ya Alhamisi alitishia kuchukua hatua kali dhidi ya Iran endapo mamlaka zake zitaanza kuua watu, akionya kuwa Washington itawashambulia kwa nguvu kubwa. Tunafuatilia hali hiyo kwa karibu sana. Ikiwa wataanza kuua watu kama walivyofanya hapo awali, nadhani watapigwa kwa nguvu kubwa sana na Marekani. Ujumbe huo ulitolewa baada ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuishtumu vikosi vya usalama vya Iran kwa kuwapiga risasi waandamanaji, huku shirika lisilo la kiserikali la Iran Human Rights lenye makao yake nchini Norway likisema siku ya Alhamisi kwamba vikosi vya usalama vimeua angalau waandamanaji 45 wakiwemo watoto wadogo 4 tangu maandamano yaanze. Shirika hilo lilisema siku ya Jumatano ilikuwa siku yenye umwagikaji damu zaidi katika maandamano hayo, ambapo waandamanaji 13 walithibitishwa kuuawa. Vyombo vya habari vya Iran na taarifa rasmi vimeripoti kuwa angalau watu 21 wakiwemo maafisa wa usalama wameuawa tangu machafuko yaanze. Lakini licha ya msako mkali, maandamano yaliendelea tena hadi usiku wa Alhamisi. Umati mkubwa ulionekana ukikusanyika kwenye barabara pana ya Ayatollah Kashani kaskazini magharibi mwa Tehran, huku picha nyingine zikionyesha umati wa watu ukiandamana katika mji wa Abadan magharibi mwa nchi. Maandamano yalipokuwa yakitikisa miji kote nchini, shirika la ufuatiliaji wa mtandao NetBlocks lilisema Alhamisi kuwa vipimo vya moja kwa moja vinaonyesha Iran sasa iko katikati ya kukatika kwa mtandao kote nchini. Huku maandamano yakienea kote Iran, shirika la Marekani la Human Rights Activist News Agency lilisema mikutano ya hadhara imefanyika kote maeneo 348 katika majimbo yote 31 ya Iran. Vyama vya upinzani vya Kikurdi vya Iran vilivyo Iraq vilitoa wito wa mgomo wa jumla Alhamisi katika maeneo yenye Wakurdi magharibi mwa Iran. Kundi la haki la binadamu la Hengo lilisema wito huo ulifuatwa kwa kiwango kikubwa katika takriban miji na vijiji 30, likichapisha video za maduka yaliyofungwa katika majimbo ya magharibi ya Ilam, Kermansha na Lorestan. Lilihutumu mamlaka kwa kuwapiga risasi waandamanaji huko Kermansha na mji wa karibu wa Kamiaran kaskazini na kuwajeruhi waandamanaji kadhaa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian siku ya Alhamisi alitoa wito wa kujitahidi kujizuia kwa kiwango cha juu katika kushughulikia maandamano, akisema kuwa tabia yoyote ya vurugu au ya kulazimisha inapaswa kuepukwa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wedepool kwa upande wake alilaani matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Waandamanaji katika mji wa Kuchenar katika jimbo la kusini la Fars walionekana wakishangilia usiku walipobomoa sanamu ya kamanda wa zamani wa operesheni za nje wa jeshi la walinzi la mapinduzi Qasem Soleimani, ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani mwezi Januari mwaka 2020. Waandamanaji wanarudia kauli mbiu dhidi ya uongozi wa kidini zikiwemo Pahlavi atarejea na Said Ali ataondolewa, wakimrejelea Khamenei. Harakati hiyo pia imeenea katika vyuo vikuu, huku mitihani ya mwisho katika chuo kikuu cha Amir Kabir mjini Tehran ikihairishwa kwa wiki moja kulingana na shirika la habari la ISNA. Maandamano haya ni makubwa zaidi nchini Iran tangu wimbi la maandamano ya mwaka 2022 hadi mwaka 2023 yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini akiwa chini ya ulinzi baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi kwa wanawake. Makundi ya haki za binadamu pia yamezihutumu mamlaka kwa kutumia mbinu kama kuvamia hospitali ili kuwakamata waandamanaji waliojeruhiwa. Taarifa yake Victor Kenani.
Kwa miaka 16, Abdalla Bakari Sijambo maarufu kama mhasibu wa daladala amekuwa kivutio kwa abiria wengi ndani ya jiji la Dar es Salaam na mfano wa kuigwa kwa makondakta wenzake kwa namna ambavyo amekuwa akitoa huduma zake kwa kuchanganya sanaa ya ucheshi ndani ya kazi yake. Umaridadi wake, kivazi na matumizi ya lugha safi pia ni miongoni mwa vile ambavyo vinaendelea kumuongezea sifa na kumpatia umaarufu si tu kwa abiria ambao anawahudumia kila siku bali hata kwa wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii. Igan Sala anaarifu zaidi. Bonjo gari bonjo. Ni maarufu mtandaoni kwa jina mhasibu wa daladala. Niaba ya abiria yote ambaye anajijua kwa sasa amepanda gari ya rais wa makondakta Tanzania. Ni kondakta jijini Dar es Salaam aliyechagua utofauti kwa kutumia talanta yake ya ucheshi na kutoa zawadi ndogo ndogo kwa abiria wake. Kipindi naanza kwanza nilianza kawaida. Nikaona ngoja niwe tofauti na makondakta wengine. Cha kwanza, pia anapopanda gari langu anajipatia na zawadi ya pipi au bablish. Umeona Kesho nafanya zawadi ya pipi na sasa hivi pia nimejiongeza, tunapoendea nitaanza kugawa na mayai ya kuchemsha. Jamani abiria wangu, I love you so much. Nawapenda sana, karibuni. Matumizi ya misemo ya Kiswahili, muziki na lugha ya staha vinamfanya kuwa kivutio, wakati ambapo imezoeleka makondakta wengi si nadhifu, lakini pia huwa na lugha chafu mara kwa mara. Kazi unaopata shilingi 25-30 kwa siku, kazi nzuri. Unampita hata mfanyakazi wa serikalini. Simuona makondakta wengi hawavai tai, mimi navaa tai bwana. Makondakta wengi hawavai vizuri, hawaulambi, ila mimi naulamba vizuri. Nimevaa saa yangu nzuri, nimependeza, nimedamsha. Tukua hata abiria mwenye akiingia anaona yeye kweli. Ukimwona kondakta yote wa daladala, anadai hela huko ananuna, unajua ana matatizo ya afya. Kwa wafanyakazi wenzake, kuanzia madereva, makondakta na hata mafundi garage, wanasema ni mtu wa watu. Utendaji wake wa kazi ni mzuri, sio mbaya. Jana anapambana, hamna shida. Maisha yake ndio kama hivi unavyomuona, ni mtu wa watu. Anapendwa na watu, ni mtu ambaye anafurahisha, ni mtu ambaye anapenda kumuona kila mtu anafurahi sana. Endelea kuwa na mali, jisikie kama kwenye mali setreni kwa kubati. Abiria hubaki na kumbukumbu ya huduma zake, wengi wasiamini, kwani si jambo lililozoeleka. Kazi anayofanya kondakta hii ni nzuri, sisi tunamfurahia. Kwanza ni mcheshi, akasiriki, anaongea vizuri, yani kiufupi tu anafanya vizuri. Kwanza kondakta huyo ni msafi. Kwanza ni mtu unakuta yupo smart, na kama makondakta wengine wangeiga jinsi alivyo ingekuwa ni vizuri zaidi. Changamoto nazo ni sehemu ya maisha yake ya kazini. Changamoto unakuta kuna mwingine labda kaamka vibaya, mwingine bado unaweza kwa bado unamfurahisha na bado kanuna vile vile, lakini inabidi umfanye umkee ili mpaka atulie, akae sawa katika msimamo. Njoo bonjo gari, achukua raia. Waswahili husema chezea fedha na si kazi. Kipende chako maana kimfacho mtu ni chake, na kazi ni mbaya tu ukiwa nayo. Igan Sala, BBC, Dar es Salaam. Na sasa ni wakati wa taarifa za spoti na Victor Kenani. Karibu Kenani. Shukran Beldin. Tunaanza na soka na kocha wa Arsenal Mikel Arteta alihisi timu yake haikuwa makini vya kutosha katika pasi za mwisho baada ya kutoka sare kutofungana dhidi ya Liverpool kwenye uwanja wa Emirates. Kwa matokeo hayo, Arsenal ilikosa nafasi ya kuongeza pengo hadi pointi 8 kileleni mwa ligi kuu ya England. Arsenal walipiga mipira mingi ya cross ndani ya boksi, lakini hawakuweza kupata mchezaji wa kumalizia. Liverpool walikuwa timu bora zaidi kipindi cha pili na walionekana kuwa hatari zaidi katika mashambulizi, lakini hakuna timu iliyopata bao la ushindi. Matokeo hayo yanaifanya Arsenal kubaki kileleni mwa ligi wakiwa na pointi 6 mbele ya wapinzani wao wa karibu, huko Liverpool wakibaki nafasi ya 4. Tuelekee Uhispania ambapo Federico Valverde alifunga kwa mpira wa adhabu wa kuvutia mapema Real Madrid wakifunga Atletico Madrid na kufuzu kwa fainali ya kombe la Super Cup la Uhispania dhidi ya Barcelona. Rodrigo aliongeza bao la pili dakika 55 kabla ya Alexander Sotlot
kuipunguzia Atletico, lakini mabingwa mara 13 wa Super Cup Real Madrid walifanikiwa kufika fainali siku ya Jumapili. Zawadi yao ni nafasi ya kushinda Clasico ya pili msimu huu baada ya kuifunga Barcelona 2-1 kwenye uga wa Bernabeu mwezi Oktoba. Tuelekea Ufaransa ambapo Paris Saint-Germain walihitaji bao la kusawazisha dakika za nyongeza na mikwaju ya penalti kushinda Marseille nchini Kuwait na kutua kombe la Super Cup ya Ufaransa kwa mara 4 mfululizo. Mabingwa hao wa Champions League walionekana kuelekea ushindi baada ya bao la mapema la Ousmane Dembele katika mechi kati yao na mabingwa Ligue 1 na Coupe de France. Hata hivyo, Marseille walifunga mabao mawili mwishoni, Mason Greenwood akifunga kwa penalti na William Pacho akijifunga. Gonzalo Ramos alisawazisha katika sekunde za mwisho na kuipeleka mechi kwenye penalti, ambapo kipa wa PSG Lucas Chevalier aliyekuwa mipira muhimu ya Matt O'Reilly na Hamed Traore. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran Beldin. Ni matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu asubuhi hii: maandamano makubwa yashuhudiwa mjini Tehran nchini Iran na maeneo mengine nchini humo, waandamanaji wakilalamikia kuanguka kwa sarafu ya taifa hilo na kudorora kwa uchumi. Abdallah Bakari Sijambo ajizolea umaarufu katika kazi yake ya ukondakta mjini Dar es Salaam kwa kutumia ucheshi kwa vutia abiria. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia michuano ya AFCON. Timu zipi zitafaulu katika hatua ya robo finali? Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Belden Waliaula. Mwanaume mmoja ambaye alikuwa amepooza mwili kutoka kwa shingo hadi kwenye miguu, kwa sasa ana uwezo wa kutembea kupitia usaidizi wa akili mnemba. Dan Richards alipata majeraha akiogelea katika ufuo wa Swansea miaka 2 iliyopita, ila sasa amepiga hatua kubwa kiafya na kuanza kutembea. Taarifa yake Melary Williams inawasilishwa na Nastea Mohamed. Uso uliojawa mshangao na furaha ya dhati baada ya kuambiwa kwamba hatawahi kutembea tena. Maisha ya Dan Richards yalibadilika mwaka 2023 mkesha wa mwaka mpya akiwa na mwenzio Anne katika guba ya Langland baada ya wimbi kubwa kumpindua na kumfanya agonge sehemu ya kichwa chake. Nakumbuka jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Nilijua kwa mara moja kuwa nimepoteza uwezo wangu wa kutembea. Sikujua kiwango chake, lakini nilijua sikuweza kusogeza sehemu yoyote ya mwili wangu. I don't really remember where Dan was. Dan alisafirishwa kwa ndege ya dharura hadi hospitali ya Bristol. Walinipa habari kwamba mwili wangu umepooza kuanzia shingoni hadi kwenye chini na kwamba sitoweza kutembea tena, na uwezekano mkubwa ningelazimika kubaki kitandani kwa maisha yangu yote. Tulimtembelea Dan katika hospitali ya Morriston mwezi Januari mwaka jana, lakini miaka 2 baadaye anaonyesha kupiga hatua nzuri sana. Nilipata hisia kwa miguu, baadaye miguu yote. Hisia kwenye mguu wangu wa kulia. Nina furaha sana kwamba hatua niliyopiga. Kila siku kuna changamoto mpya ama ni kitu tofauti. Dan amepata matibabu ya hali ya aina yake nchini Ujerumani kuanzia mwezi Oktoba. Every day is hard. Na kabla ya hapo alikuwa anatumia mashine maalum kwa usaidizi wa akili mnemba katika kliniki moja huko Newport. Yake